Samia Suluhu afanya jambo la ajabu katika mazishi ya Edwin Mtei. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe. Msiba wa muasisi wa Chadema mzee Edwin Mtei amegeuzwa kwa haraka kuwa jukwaa la mapambano ya wazi ya kisiasa, ukifichua kwa ukali namna mamlaka, ushawishi wa kifamilia na dola vinavyoweza kuvunja hata mipaka ya mwisho ya heshima ya kitaifa. Taarifa zilizovuja kutoka ndani ya maandalizi ya mazishi zinaonyesha ratiba iliyopangwa kwa makusudi kuibana Chadema, chama alichokianzisha Mtei kwa damu na jasho, huku nafasi ya heshima ikipewa watu wanaohusishwa moja kwa moja na maamuzi ya kikatili dhidi ya chama hicho na wapinzani wake. Hili si suala la itifaki pekee, ni ishara ya wazi ya namna historia ya upinzani Tanzania inavyojaribiwa kufutwa hadharani hata mbele ya jeneza la aliyeiasisi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Chadema imepangiwa kutoa salamu za rambirambi mapema saa 3 asubuhi, ili hali ratiba rasmi ya msiba inaanza saa 5. Mpangilio huu unaonekana mdogo kwa macho ya haraka, ila unabeba uzito mkubwa wa kisiasa. Unamaanisha kwamba chama kinachohusishwa moja kwa moja na marehemu kinawekwa pembeni kabla ya umma mkubwa kufika, kabla ya vyombo vya habari kujipanga kikamilifu, na kabla ya simulizi la historia ya Mtei kuwasilishwa kwa nguvu yake yote. Hii ni mbinu iliyoshuhudiwa mara nyingi katika siasa za Tanzania, ambapo ratiba, vibali na itifaki hutumika kama silaha laini ya kudhibiti simulizi. Na bila shaka haya yote yalikuwa ni mpangilio wake Samia Suluhu, akimtumia Freeman Mbowe kama mtu wa karibu wa mkono, ili kuweza kuleta vita na vilevile kufanya kisasi cha kisiasa kupitia mazishi ya Mtei. Mzizi wa mvutano huu unaelekezwa kwa tuhuma kwamba mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe anatumia nafasi ya undugu au wanafamilia katika msiba huu kuendesha ajenda zinazokinzana na misimu na vilevile misingi ya chama. Ndani ya ajenda hiyo kuna mpango wa kumwalika kiongozi wa juu wa dola ambaye anatajwa katika simulizi za umma kuhusiana na mauaji ya raia, makaburi ya laiki na msururu wa maamuzi ya kisiasa yaliyokandamiza upinzani, na bila kumtaja jina lake. Lakini kutokana na simulizi hili, huyu ni rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kualikwa kwake kama mgeni rasmi katika mazishi ya Mtei kuna tafsiriwa na wanachama na wafuasi wa Chadema kama jaribio la kujisafisha kisiasa kupitia kivuli cha marehemu, na kwa kufanya hivyo kuua mara ya pili urithi wake. Historia ya Tanzania imejaa mifano ambapo matukio ya kitaifa hutumiwa kurekebisha taswira za watawala. Kuanzia enzi za chama kimoja, misiba ya viongozi imekuwa fursa ya dola kuonyesha umoja wa juu, huku ikificha migawanyiko halisi. Tofauti na nyakati hizo, mazingira ya sasa yana upinzani uliokomaa zaidi, unaokumbuka kwa kina namna viongozi wake walivyokamatwa, kushtakiwa kwa kesi nzito kama uhaini na kuzuiwa kufanya siasa kwa maamuzi ya kiutawala. Kesi ya Tundu Lissu, aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema na ambaye jina lake linatajwa moja kwa moja katika simulizi hizi, ni sehemu ya mlolongo huo wa matumizi ya vyombo vya dola kuzima sauti mbadala. Mzee Edwin Mtei alikuwa zaidi ya jina katika karatasi za usajili wa chama. Alikuwa alama ya mabadiliko ya kisiasa ya miaka 1990, kipindi ambacho Tanzania ilitoka katika mfumo wa chama kimoja kwenda kwenye siasa za vyama vingi. Uamuzi wake wa kushiriki katika kuanzisha Chadema ulikuwa kitendo cha ujasiri mkubwa, hasa katika mazingira ambayo upinzani ulionekana kwa usaliti. Na katika miaka iliyofuata, Mtei alibaki kuwa nguzo ya maadili ya chama, akiepuka kukisaliti au kukitumia kwa maslahi binafsi, jambo lilofanya Chadema kujijenga kama tumaini la Watanzania wengi waliokata tamaa na mfumo uliopo. Ndiyo maana hisia za wanachama kwamba chama si mgeni katika msiba wake zina uzito wa kihistoria. Wao kujaribu kukipangia nafasi ndogo au kukifanya kionekane kama mgeni ni sawa na kufuta mchango wa miongo kadhaa ya mapambano ya kidemokrasia. Katika nchi jirani za Afrika Mashariki kumekuwa mjadala mikali kuhusu nafasi ya vyama vya upinzani katika hafla za kitaifa, hasa pale zinapohusisha viongozi waliotoa mchango mkubwa kwa taifa.
Tanzania sasa inaonekana kuingia katika mkondo huo wa hatari ambapo hata kifo hakitoshi kuunganisha bali kinatumiwa kugawanya. Tuhuma hizo zinazomhusisha kiongozi wa dola anayepangwa kuwa mgeni rasmi haziishi katika mitandao ya kijamii pekee. Mashirika ya haki za binadamu ndani na nje ya nchi yamewahi kutoa taarifa kuhusu mauaji ya raia, matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano na kuwepo kwa makaburi ya halaiki katika matukio ya vurugu za kisiasa. Ingawa serikali imekuwa ikikanusha na kupunguza uzito wa taarifa hizo, kumbukumbu zake bado zipo katika akili za Watanzania na katika nyaraka za kikanda na kimataifa. Kumwona mtu anayehusishwa na kumbukumbu hizo akipewa nafasi ya heshima katika mazishi ya muasisi wa chama haswa cha upinzani ni tukio linalochochea hasira na maumivu ya kihistoria. Kwa mtazamo mpana, sakata hili linaakisi tatizo kubwa la uwajibikaji wa kisiasa nchini Tanzania. Katiba, sheria na vyama vya siasa na ahadi za mageuzi zimekuwa zikigongana na vitendo halisi vya dola. Marufuku ya mikutano ya kisiasa, matumizi ya polisi kuvunja mikusanyiko na mashitaka ya jinai dhidi ya viongozi wa upinzani vimeunda mazingira ya hofu. Ndani ya mazingira hayo hata msiba unakuwa uwanja wa vita ya ishara ambapo nani anasimama wapi, nani anazungumza lini na nani anakaa kimya vinatafsiriwa kisiasa. Ni muhimu kukumbuka kuwa Chadema kama chama kimepitia misukosuko mingi tangu kuanzishwa kwake na kumekuwa na mgawanyiko wa ndani, changamoto za uongozi na mashinikizo kutoka nje. Hata hivyo bado kimebaki kuwa sauti kuu ya upinzani ikivutia mamilioni ya Watanzania katika chaguzi za harakati za kudai haki. Urithi wa Mtei unaonekana wazi katika uimara huo. Kujaribu kuutumia urithi huu kusafisha au kuhalalisha maamuzi ya kikatili ya dola ni jambo linaloonekana kama tusi kwa historia nzima ya mapambano hayo. Kimataifa, macho yanaelekezwa Tanzania kila mara kunapotokea matukio yanahusisha haki za binadamu na demokrasia. Washirika wa maendeleo, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika wamekuwa wakitoa kauli za tahadhari kuhusu mwelekeo wa siasa za nchi. Ingawa kauli hizo mara nyingi huwa za kidiplomasia, zinabeba ujumbe kwamba dunia inatazama. Msiba wa Mtei ukiwa na mgogoro huu wa wazi unaongeza sura nyingine katika picha pana ya nchi inayopambana na kivuli cha udhibiti wa kisiasa. Kwa wanachama na wafuasi wa Chadema, hoja hii ni moja ya na wazi: heshima na muasisi haiwezi kutenganishwa na heshima ya chama alichokijenga. Kumzika Mtei kwa hadhi na heshima kunamaanisha kuheshimu historia ya upinzani, kukubali maumivu ya walioteswa na kukataa majaribio ya kufuta kumbukumbu hizo kwa mikono ya wale wanaotumiwa kuzisababisha. Kauli kwamba mikono yenye damu haiwezi kugusa jeneza la muasisi si kauli ya jazba pekee, bali ni tamko la kisiasa linaloakisi maumivu ya muda mrefu. Mwisho wa sakata hili unabaki kwenye kilele cha chaguo linalolikabili Tanzania. Taifa linaweza kuchagua kukabiliana na historia yake kwa ujasiri, kuheshimu tofauti za kisiasa na kulinda hata heshima ya wapinzani wake waliokufa, au linaweza kuendelea na mkondo wa kutumia nguvu na hila hata katika nyakati za maombolezo, na hivyo kuacha majeraha mapya katika mwili wa taifa. Na kimya, hofu na kukubali mambo haya yapite bila kuhoji kutalipa tatizo nguvu zaidi na kuacha kizazi kijacho kikiridhi nchi ambayo hata wafu hawapati amani ya siasa. Urithi wa mzee Edwin Mtei na hatima ya demokrasia ya Tanzania vinakutana katika wakati huu mmoja wa giza na maamuzi magumu. Hiyo ndio taarifa tuliyokuwa tumekuandalia hapa kuhusiana na jinsi Samia Suluhu anavyofanya mambo ya kiajabu kumtumia Freeman Mbowe kuhakikisha kwamba wanachadema wamewekwa kando pembezoni wakati wa mazishi ya mwanzilishi wa chama cha Chadema chenyewe. Kufika hapo, tukutane tena wakati mwingine kwa taarifa nyingine kwa kina. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.